Ndugu mpenzi mtazamaji wa Luhalala TV, leo tumetembelea ofisi ya taasisi ya Mama Samia Support kwa ajili ya kupata update zote zitokanazo na Mama Samia Support. Watu wengi wanahitaji kufahamu nini maana ya Mama Samia Support, kwa nini imeitwa Mama Samia Support, inajikita kushughulika na nini. Tutakwenda kumsikiliza kiongozi wa Mama Samia Support ngazi ya wilaya ya Igunga. Atakwenda kujitambulisha, then tutakwenda kwenye mahojiano ya moja kwa moja. Ndugu mpenzi mtazamaji, basi usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Shusha comment yako kulingana na kipindi hiki cha Yajue ni kipindi bomba sana. Mimi ni mtangazaji wako Said Nasibu Saidi wa Luhalala TV. Bwana, mambo vipi? Fresh, habari yako hapo? Salama kabisa, mambo yanaenda. Mambo yanaenda. Naona tumekutembelea leo katika ofisi zako za taasisi ya Mama Samia Support. Karibuni sana. Sisi ujio wetu hapa tumekuja kujua, tunahitaji kujua Watanzania na wananchi wengi wanatazamia au wanahitaji kujua nini maana ya Mama Samia Support. Lengo la kuanzishwa Mama Samia Support ni nini hasa? Kwanza tukutambue kwa majina yako, then tuende kwenye lengo moja kwa moja kwamba Mama Samia Support inalenga nini. Asante ndugu mwandishi wa habari. Mitwa Nestori Gervas maarufu msema kweli. Mimi ni mkazi wa wilaya ya Igunga mkoani Tabora. Mimi ndimi mwenyekiti wa taasisi ya Mama Samia Support, kazi na utu tunasonga mbele ndani ya hii wilaya ya Igunga. Taasisi ya Mama Samia Support ni jukwaa la hiari lililoanzishwa kwa lengo la kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa wabunge, madiwani wa CCM, chama pamoja na serikali katika juhudi za kuleta maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa kwa Watanzania wote. Taasisi hii inalenga kuhamasisha umoja, mshikamano na ushiriki wa wananchi katika shughuli za kuhamasisha katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo kwa kuzingatia dira ya maendeleo endelevu ya taifa. Malengo ya taasisi ya Mama Samia Support. Kwanza kabisa, taasisi hii imejikita katika baadhi ya malengo. Miongoni mwa malengo tulionayo katika taasisi hii, moja ni kuelimisha jamii kuhusu sera na mipango ya serikali ya awamu ya 6. Lakini pili, kuibua na kuendeleza vipaji vya wanawake, vijana na makundi maalum kwa njia ya mafunzo na uwezeshwaji. Tatu, kutoa elimu ya uraia na kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli mbalimbali za kijamii na kisiasa. 4, kushirikiana na asasi nyingine zinazolenga kuendeleza maendeleo ya jamii. 5, kutoa elimu na umuhimu wa ushiriki wa chaguzi mbalimbali kwa wananchi. 6, kutoa elimu ya utunzaji wa amani kwa wananchi. Hayo ndiyo malengo ya taasisi yetu ya Mama Samia. Sawa. Hayo malengo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama unazidi kutufuatilia, tumekwenda kusikia malengo ya taasisi hii. Lakini tunahitaji kujua yapi mafanikio ya taasisi hii tangu ilivyoanzishwa mpaka sasa. Mmefanikiwa hasa ndani ya kitu mlichokuwa mmejikita nacho. Je, mafanikio mnayapata au bado mko chini sana? Hapa ikoje? Asante ndugu mtangazaji. Taasisi hii na kama taasisi zingine, unapokuwa inaanzishwa taasisi lazima uwe una malengo, lakini baadaye unahitaji kupata mafanikio. Na sisi kama Mama Samia Support tunayo mafanikio ambayo tumeisha yapata tangu kuanzishwa kwa taasisi hii. Kwanza kabisa, taasisi hii ilianzishwa mwaka 2022 ikiwa na wanachama 3, ambapo mpaka leo hii tunavyozungumza, ndugu mwandishi wa habari,
mwaka 2025 tuna zaidi ya wanachama 1500 Tanzania nzima. Mafanikio mengine ni kuwa na mfumo wa mawasiliano ambao unatuleta karibu kwa ajili ya kuweza kupashana habari kwa mfumo wa WhatsApp, na imetapakaa nchi nzima, Tanzania bara na visiwani, na hii ndiyo njia bora ambayo inatufanya sisi tuweze kuifanya kazi hii na kufanya kazi hii kwa urahisi sana. Lakini mafanikio mengine ni kuwa na viongozi katika kata zote nchini. Tunao viongozi kuanzia ngazi ya wilaya, kata, matawi, lakini pia tunao viongozi wa kanda pamoja na taifa. Mafanikio mengine, tumefanikiwa kuwa na kufanya utambulisho wa viongozi kwa ngazi zote, kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo yanatufanya sisi tuweze kufanya kazi kwa urahisi kutoka ngazi za mkoa na hata ngazi za wilaya kwa viongozi wa serikali pamoja na chama. Pia tumefanikiwa pia mafanikio mengine ni wananchi na wapiga kura kuwafikia kwa taasisi hii kwa kuwapatia elimu na umuhimu wa kushiriki uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika mwezi Oktoba 2025. Kwa hiyo miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata kwa uchache. Okay. Tumesikia mafanikio, kumbe mnapata mafanikio mazuri. Kwa lengo la kuanzishwa kwa taasisi hii inaonyesha kabisa kwamba mmejikita kusaidia na kuyasema mazuri yote yanayofanyika na serikali ya hii ya sita, hususan inayosimamia irani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye mafanikio hakukosi changamoto. Zipi changamoto mnazozipitia kuhakikisha mnafikia mafanikio hayo? Asante ndugu mwandishi wa habari. Ni kweli kabisa penye mafanikio hapawezi kukosa changamoto. Na sisi kama taasisi tunazo baadhi ya changamoto ambazo zinatufikia, na tunatarajia na tunatamani kwamba siku moja tuweze kuzimaliza. Lakini miongoni mwa changamoto tulizo nazo, mosi, kutokuwa na fedha ya kutosha kuendesha shughuli mbalimbali za taasisi. Pili, mapokeo ya taasisi kwa baadhi ya maeneo bado ni hafifu. Lakini pia tunao ukosefu wa ofisi maalum ya kufanyia shughuli zetu mbalimbali za taasisi. Changamoto nyingine ni ukosefu wa wadau au wafadhili wa kutushika mkono tunapokuwa tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Hivyo. Okay. Hitimisho. Nadhani tunakwenda kuhitimisha hiki kipindi. Kipi unacho cha kuambia wa Tanzania, watazamaji wa kipindi hiki? Ni yapi ulioyabeba na yapi wangetamani kusikia kauli, faraja, upendo kutoka kwako? Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli sisi kama taasisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kabisa kwa kutuweza kutusimamisha na kutupa nafasi. Ndugu mwandishi wa habari, sisi tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa ajili ya kutupa afya njema. Kwa hayo yote tunayoyafanya, bila kutupa afya njema sisi hatuwezi. Lakini pia tunapenda kumshukuru kiongozi wetu mkuu wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, pamoja na uongozi wake ngazi zote kutoka taifa, kanda, mkoa mpaka ngazi za wilaya na matawi. Bila uongozi wake madhubuti sisi huko hatuwezi. Yeye ndiye anayesimamia amani ya nchi yetu, na sisi tunapokuwa tunafanya kazi hii tukijua kwamba tunayo amani ya kutosha, tunapambana na tunafanya kazi hiyo. Lakini pia tuwashukuru viongozi wa serikali, wametupokea, wakuu wa wilaya, wakuu wa mkoa pamoja na chama, makatibu
wa chama kwa ngazi ya mkoa pamoja na wilaya wanatupokea. Basi tunashukuru sana kufanikiwa kufanya kazi na viongozi ambao wanajua kabisa kazi tunayoifanya ni kazi ya mama, ni kazi ya chama, na lengo letu sisi kusimama na kuyaongea yale mazuri ambayo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anayofanya. Kwa hiyo na wananchi hizi wanavyotupokea tunaofanya nao kazi. Baada ya kusema hayo, nikushukuru ndugu mtangazaji na mwandishi wa habari kwa kutufikia katika ofisi yetu. Tuna imani kupitia chaneli yako tutaenda kuyafanya makubwa, kwa sababu tumesimama kwa ajili ya kuzungumza mazuri yanayofanywa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana, Mungu awatangulie katika shughuli zenu. Asante ndugu mpenzi mtazamaji wa Luhalala TV, kama ulivyokwenda kusikiliza hizi ndani ya kipindi cha Yajue 10 za moto. Tunaziita 10 za moto kwa sababu unapata vitu ambavyo huwezi ukavipata sehemu nyingine. Zenye channel bomba kabisa, Luhalala TV. Share, comment, like na kusubscribe. Uwe wa kwanza kupata habari hizi. Utakuwa nami kila itwapo leo ndani ya kipindi cha Yajue. Ndani ya kipindi cha Yajue tunakula 10 za moto. Asante na kutakia usikivu mwema. Bye bye.